Mimi naitwa Ezekiel Maige, ni mkazi wa halmashauri ya wilaya ya Msalala. Nimezaliwa kijiji cha Chela na nimekulia pale, na sasa naishi Segese. Wazazi wangu wote wawili wameshatangulia mbele za haki, lakini hadi wanafariki walikuwa naishi Segese na familia yetu iko pale. Nimekuwa mwana CCM toka nilipokuwa mtu mzima. Nimeingia Chama cha Mapinduzi mwaka 1989. Hadi leo nimekuwa mwana CCM, lakini pia nimebahatika kupata nafasi ya kutumikia jimbo la Msalala kwa miaka 15 kama mbunge toka mwaka 2005 hadi mwaka 2020. Kama unavyofahamu, tuko kwenye kipindi cha kuelekea kwenye uchaguzi. Mwaka huu 2025 tuna uchaguzi mkuu unaolenga kupata wabunge, unalenga kupata madiwani, lakini pia kupata rais. Na mimi kama mwana CCM nimeitikia wito wa chama changu kwamba wana CCM tujitokeze, ambao tunaona kabisa kwamba tuna sababu za kuomba ridhaa ya wananchi, na hasa kupitia kwenye chama chetu ili kuweza kuwatumikia. Kwa la kwanza, nimependa kuwaita niwafahamishe kwamba nimechukua fomu hizi hapa. Nimetoka kuchukua fomu za kugombea ubunge wa jimbo la Msalala kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Nimechukua leo, nitazijaza, na ninaamini kwa 100%, labda litokee swala ambalo liko nje ya uwezo wa kibinadamu, kwamba nitazijaza na kuzirejesha na chama. Ninafahamu kwamba kwa wakati huu haturuhusiwi kufanya kampeni. Kwa hiyo nimewaita si kufanya kampeni, nimewaita kuwafahamisha jambo hili. Na kwa nini nimelazimu niwaite kuwafahamisha? Kwanza, kama mnavyofahamu, ni kwamba utaratibu wa chama chetu, wale ambao hatuko madarakani tunapaswa kuwa watulivu ili kutoa nafasi kwa viongozi walioko kwenye nafasi hizo hadi muda wao utakapokwisha. Na kwa taratibu zilizotolewa na chama, tulifahamishwa kwamba kuanzia leo tarehe 28 mwezi wa 6 fomu zitaanza kutolewa na wagombea tutaanza kujulikana. Lakini maana yake sasa ni kwamba bunge limehitimishwa jana, japo kwa kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba wameongezewa muda wa bunge wa kuitwa wabunge, lakini wengine tukiendelea na mchakato wa kuingia kwenye hizo nafasi kuanzia leo tarehe 28. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu zetu tunaruhusiwa kuchukua fomu, na niliona ni vizuri niwafahamishe kwamba fomu nimechukua. Lakini la pili ambalo limepelekea hadi kuwepo haja ya kufanya hivi ni kwamba wananchi wa jimbo la Msalala kwa wingi wao wamekuwa wakiniulizia sana kama ninagombea au sigombei. Nadhani mazingira ya kisiasa ya lile jimbo yanapelekea kuwepo hamu kubwa kwa wananchi wa jimbo hilo kuona tunajitokeza. Nitagusia pengine baadhi ya maeneo ambayo yamepelekea hivyo, lakini niwape tu takwimu kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja toka mwezi wa 7 mwaka 2024 nimekuwa nikipata simu na kuzirekodi. Nimekuwa nikiongea na watu na kunakili. Nimeongea na watu 23,300 ambao wamekuwa wakiniuliza kuhusu swala hilo, na wote nimekuwa nikiwajibu kwamba nitasema muda ukifika. Kwa mazingira yaliyopo sidhani kama naweza nikakutana nao wote 23,000 nikawajibu mmoja mmoja. Ndio maana nikasema nikisema hivi watasikia, na niwaombe wanahabari muwafahamishe. 23,000 ni wengi, siwezi kuwafikia mmoja mmoja, lakini muwafahamishe wananchi wa jimbo la Msalala. Na niseme tu katika hilo kundi la 23,000 kuna simu zaidi ya 260 ambazo zilikuwa na maneno makali kabisa kwamba lazima uchukue fomu.
tunakuhitaji, lazima uchukue fomu. Usipochukua fomu hatutakuelewa. Na wale ambao mnakumbuka nilipokuwa mbunge na pale ilipofika wakati kwamba kwenye mchakato wa chama sijapata nafasi, nilipowaaga niliwaambia mimi ni mtoto wao, mimi ni chombo chao. Pale ambapo wananihitaji muda wowote waniambie na mimi nitaitika. Na kwa sababu hiyo nimeona kwamba ni vizuri niitike ili niwatimizie kiu yao ya kushiriki kwenye uchaguzi kama haki yangu ya kikatiba, lakini pia kama wajibu wangu wa kiuongozi na kiwanachama kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Jambo la pili ambalo limepelekea niwe na sababu ya kutaka kugombea ni kiu ya mabadiliko ambayo ninaiona jimboni. Jimbo halijatulia. Kwa miaka mitano kumekuwa na changamoto nyingi za kimahusiano baina ya viongozi na wananchi. Jambo ambalo limeondoa umoja, jambo ambalo limeondoa lugha ya maendeleo, na kwa maana hiyo kasi ya maendeleo kwa maoni ya wengi Msalala imepungua. Niwape mfano. Jimbo la Msalala mwaka 2020 mimi ninatoka kwenye ubunge, ndilo jimbo lililokuwa linaongoza kwa idadi ya vijiji au kata zilizokuwa na mtandao wa mawasiliano ya simu. Mpaka mwaka 2020 mimi natoka kwenye ubunge, jimbo la Msalala tulikuwa tumekamilisha kuziingiza barabara kuu zinazounganisha jimbo na wilaya Kahama. Zote tukawa tumeziingiza kwenye mtandao wa barabara za serikali kuu kwa maana ya TANROADS. Jimbo letu lina barabara kuu 4. Kuna barabara inayotoka Kahama kwenda Shinyanga kupitia Isaka, kwa muda mrefu iko kwenye lami, siwezi nikaizungumzia. Barabara nyingine ni ya kutoka Kahama kwenda Kakola hadi Geita. Ilikuwa inapitika vizuri na ilikuwa kwenye TANROADS. Barabara nyingine ni ya kutoka Kahama kwenda Bulige kupitia Ngaya. Hii barabara kabla ya kwetu ilikuwa haipitiki na watu walikuwa wanakufa njiani, watu walikuwa wanajifungua njiani. Kwa wale wenyeji kuwauliza, baada ya Butegwa kwenda Ubilimbi ilikuwepo korongo pale ambapo barabara zilikuwa haipitiki wakati wa masika. Barabara tukawa tumeitengeneza, ikawa imeingia TANROADS, hadi mabasi yako hadi leo yanayopita kutoka Kahama kwenda Mwanza kupitia barabara ile. Barabara ya 4 ni barabara inayotoka kijiji cha Nyambura, jimbo la Kahama, kupita kata ya Busangi, kupita Chera kwenda Nyanhorongo hadi Karumwa hadi Busisi. Hii barabara nayo ilikuwa ni mbaya, na yenyewe ikawa imeingizwa kwenye mpango wa TANROADS. Kwa hiyo barabara zote kuu zilikuwa zinapitika. Na tulikuwa tumeingia awamu ya pili ya kutengeneza barabara zinazounga vijiji na vijiji. Na kwa sababu ya changamoto ya vijiji vyetu, jimbo letu sehemu kubwa ya upande wa mashariki ni mbuga. Gharama za ujenzi wa barabara kupitia TARURA ilikuwa ni ngumu mno. Kwa hiyo sisi tukawa tumenunua mitambo iko pale Ntobo kwa ajili ya kuwa tunatengeneza barabara. Eneo lingine ambalo nalitolea kama mfano ni swala la maji. Mpaka mwaka 2020 baadhi ya maeneo tulikuwa tumeshayapelekea maji ya Ziwa Victoria. Na mpango tuliokuwa nao ni kwamba ifikapo mwaka 2025, mwaka huu, tulikuwa tumetarajia kwamba jimbo la Msalala, kata ambazo zitakuwa hazina maji ya Ziwa Victoria zingekuwa zimebaki kata 3. Kata ya Segese, kwa sehemu fulani kata ya Mega, na kwa sehemu ndogo kata ya Shilela. Kwa nini? Kwa sababu hizi kata zingine zote tulishazipelekea maji ya Ziwa Victoria. Tulikuwa tunaendelea kumalizia baadhi ya vijiji ambavyo vilikuwa havijaunganishwa, vijiji kama vya Kabondo, vijiji kama vya Izuga. Tuliacha mpango na tulikuwa tumeshaanza kujenga bomba la maji kutoka Mhangu hadi Ilogi. Awamu ya kwanza ilikuwa inajenga bomba kuu kutoka Mhangu hadi Ilogi. Awamu ya pili ilikuwa inatandaza maji kwenye vijiji vilivyoko kilomita 15 kushoto na kulia mwa bomba, na kufanya extension au urefushaji kutoka pale Ilogi kwenda kata ya Lunguya, kwenda kata ya Ikinda. Tulikuwa tumeanza ujenzi wa bomba la maji kutoka Nduku
kwenda Busangi hadi Ntobo. Lile bomba mpaka tunatoka 2020 mpaka mabomba yalishanunuliwa, mpaka tenki pale Busangi lishaanza kujengwa, mpaka mkandarasi alikuwa site. Kupitia mradi ule tulikuwa tunategemea kata ya Chela ingepata maji. Kwenye mchoro ilikuwa maji yakiwa pale Busangi ifanyike extension ya kwenda Ntundu, halafu yakifika kwenye Ntundu pale kwenye tenki la Ntundu iwekewe pampu yapelekwe Chela, kwa sababu Chela chanzo chake kilishachoka, kwa hiyo hayatoshelezi yale chanzo cha asili ambacho kiko pale kwenye kile kisima cha Kasela. Kwa hiyo kata ya Chela ingepata maji, kata ya Busangi ingepata maji, kata ya Ntobo ingepata maji. Na kwa sababu hizi kata zingine zote zilikuwa zimeshapata, maana yake kata ambazo zilikuwa zinabaki zilikuwa ni kata 3 ambazo by 2025 leo zingekuwa zimeshapata maji. Makubaliano na serikali ninayo, makubaliano na mgodi wa Bulyanhulu ninayo. Bahati mbaya uendelezaji umekuwa haupo. Kwa hiyo lengo hilo hatukulifikia. Lakini ukiangalia watu waliokuwa na kunywa maji ya Ziwa Victoria kwa maana ya wilaya ya Kahama, katika majimbo yetu matatu, jimbo la Msalala lilikuwa na kata nyingi na lilikuwa linatakiwa liwe limebakisha kata 3. Tulikuwa tuko mbali sana, tunawazidi halmashauri au majimbo mengine mawili ya jimbo hili. Leo hii ukiangalia almost tuko pale pale. Swala la elimu, tulikuwa tushamaliza kujenga shule za sekondari za kata, katika kata 18 tulikuwa tumejenga shule za sekondari kata 15. Tulikuwa na maboma yalikuwepo. Tunamalizia kata mpya ya Ikinda, kata mpya ya Kashishi na kata mpya ya Mwakata. Kata mpya ya Mega. Hizi kata zingine zote zilikuwa zimeshajengwa sekondari. Na katika hizo shule za sekondari za jimbo la Msalala wakati huo, shule 7 zilikuwa na mabweni ambayo yote tulikuwa tumeshakamilisha. Na katika hizo shule moja tulikuwa tumeshaipandisha hadi kuwa kidato cha 5 na cha 6, shule ya Mwalimu Nyerere. Na katika kata zingine tulikuwa tayari tumeshaanza kujenga shule ya pili kama Bulyanhulu. Tulikuwa tumeshaanza kujenga shule ya pili ya sekondari. Kwa hiyo tulikuwa tumepiga hatua kwenye sekondari. Uendelezaji umekuwepo mzuri. Napongeza sana kwa sababu hili eneo kwa kweli serikali kwa kiasi kikubwa imelifanyia kazi. Kwa hiyo sasa niseme tu kwa kifupi, nimetaja kama mfano kwamba mpaka wakati huo tulikuwa tumepiga hatua kubwa na tulikuwa katika ramani ya maeneo yaliyofanya vizuri kwa mkoa wetu wa Shinyanga, Msalala ilikuwa iko juu. Baada ya kipindi hicho tumeingia kwenye kipindi kipya. Serikali ya awamu ya 6, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa mno ya kusukuma hela, afya, umeme. Lakini pamoja na juhudi hizo, ukiangalia juhudi za viongozi wa huku chini bado zinakuwa hazisapoti jitihada ambazo rais amezifanya. Kwa hiyo matokeo yake unakuta huku chini kuna malumbano mengi ambayo wote tunayajua. Viongozi hawasalimiani baadhi yao, wengine wanafika mpaka hatua ya kutishiana kupigana, wengine wanafika mpaka hatua ya kupelekana mahakamani. Yaani mbunge au diwani au sijui mwenyekiti wa kijiji wa CCM anampeleka mahakamani mwenyekiti wa kijiji wa CCM au diwani wa CCM na kadhalika. Tulikuwa tumefika huko. Kwa hiyo hii hali mimi nikaona kama vile inazorotesha maendeleo. Ni vizuri nijitokeze, niwaombe wana Msalala tuwe pamoja, tuendelee pale tulipokuwa tumeishia, halafu tuweze kwenda kwa kasi zaidi. Ni kupata nafasi au kutafuta nafasi ya kuweka kumbukumbu sawa. Yako maeneo yanapotoshwa wazi bila sababu za msingi. Unakuta jambo ambalo limefanyika kwa sura fulani, halafu linasemwa tofauti. Na hapa nitolee mfano wa barabara inayojengwa kwa kiwango cha lami kutoka Kahama kwenda Bulyanhulu. Barabara hii inajengwa, naipongeza sana serikali ya awamu ya 6, imeanza ujenzi. Lakini ukisikiliza watu wanasema, wanatumia neno la ajabu kwamba waliokuwepo ilikuwa imewashinda. Na nataka niwaambie tu kwamba ujenzi, na hii ndio rekodi nataka nifafanue, na ndio maana ya kugombea. Nisingeomba kugombea, ningepata wapi? Ningewaita waandishi wa habari kwa jukwaa gani? Ili barabara iweze kujengwa kwa kiwango cha lami,
barabara ndefu ya zaidi ya kilomita 50 ni lazima iwe kwenye mipango ya serikali, kwa sababu mtu binafsi hawezi akajenga lami. Kwa hiyo cha kwanza, kiongozi unapaswa upiganie au uiombe serikali kwa ushawishi wako wote ili barabara hiyo iingie kwenye mipango ya serikali. Na hatua ya kwanza ni kuingia kwenye ilani ya uchaguzi. Na kwa sura hiyo, hii hapa ni ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2010 hadi mwaka 2015. Kwenye hii ilani ukisoma ukurasa wa 74, ukurasa wa 76, kipengele hii inasema kuzifanyia upembuzi na usanifu barabara zifuatazo. Barabara mojawapo ni barabara ya Geita Bukoli Kahama. Kwa hiyo mwaka 2010 hadi 15 serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kuombwa na mbunge aliyekuwepo, mimi niliomba na nikafanikisha barabara hiyo kuingia kwenye ilani ya CCM. Hatua ya kwanza ifanyiwe upembuzi yakinifu. Baada ya hapo mwaka 2015, hii hapa mwaka 2015 hadi mwaka 2020 upembuzi yakinifu umekwisha. Hatua inayofuata ni kutafuta fedha na kuanza ujenzi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi iliahidi, ukisoma ilani ya CCM, kipengele D hiki hapa, kipengele D kinasema kuanza ujenzi mpya na ukarabati wa barabara kwa kiwango cha lami. Kuanza ujenzi mpya. Ukienda kwenye doti inaanzia Romani 1 hapa. Ukienda kwenye doti mpaka unakuja kufika kwenye hii doti ya ukurasa wa 58 inasema Geita Bukoli Kahama. Kwa hiyo mwaka 2015 hadi mwaka 2020 tulipokuwa tukinadi ilani hii, tuliahidi kwamba tunaanza ujenzi. Na ujenzi ukawa umeanza. Hatua ya ujenzi ina hatua 3. Na lenyewe ni wakumbushe. Ujenzi haukurupuki tu. Hatua ya kwanza ni kutafuta fedha. Kwa hiyo kupitia ilani hii serikali iliahidi itatafuta fedha. Kwa hiyo fedha zikaanza kutafutwa. Na kupitia makinikia yaliyoshikwa na serikali mwaka 2017. Miongoni mwa mambo yaliyokubalika ni mgodi wa kampuni ya Acacia wakati ule utoe fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Kumbuka imo kwenye ilani, lakini serikali inastruggle kutafuta fedha. Kwa hiyo serikali kawabana wa Acacia wakawa wamekubali kwamba itaanza ujenzi. Mpaka wanakubali, kumbuka makinikia alishirikiwa mwaka 2017 mpaka wanakubali na mambo yanakwisha almost mwaka 2019. 2020 tukaingia kwenye uchaguzi. 2020 tumeingia kwenye uchaguzi, Maige hakupata. 2021 ujenzi ukaanza. Fedha zimetoka wapi? Hivi kweli zimetafutwa na nani hizo fedha? Hivi kweli iliyoingia kwenye mpango, aliyoingiza kwenye mpango ni nani? Unathubutuje kumsema mtangulizi wako, mwana CCM mwenzako, kusema kwamba hakuna alichofanya? Unathubutuje kuisema serikali yako ya CCM iliyotangulia kwamba haikuwa imefanya? Kwa sababu inayofanya ni serikali. Sisi wabunge tunaiomba. Kwa hiyo nikasema ni vizuri nipate jukwaa nilifafanue jambo hili kwamba ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami ni mpango ambao nimeupigania kwa muda mrefu na nimeuacha ukiwa umeiva. Ashakum ni sawa na mtu umuoe mke akiwa na mimba ya miezi 7. Halafu useme yule bwana aliyekuwa naye alikuwa hana uwezo wa kumpa ujauzito. Hautakuwa umetenda haki. Kila kitu kilikuwa kimekwisha. Ni swala la muda tu, miezi 9 ifike mtoto azaliwe. Na ndio hivyo ilikuwa imefika, mkataba umeshakubaliwa, fedha zimepatikana, mkandarasi apatikane, anze kujenga. Mkandarasi anapatikana, Maige katoka. Unasemaje Maige kashinda? Kwa hiyo kwa kifupi niliona hili jambo na yako na mengine, lakini hili nalitoa kama mfano. Muda wa kampeni utakapofika nitakwenda kueleza mambo ambayo yamepotoshwa. La kumalizia sasa ni kwamba wananchi wa jimbo la Msalala
wana kiu kubwa ya umoja, wana kiu kubwa ya mabadiliko ya mfumo wa siasa ambazo zinaendelea, siasa za fedha, siasa za kurubuni watu kwa fedha, siasa zisizolenga umma. Jimbo la Msalala, ndugu zangu, lina wananchi 328,028. Ukienda kwenye National Bureau NBS, National Bureau of Statistics, lina wananchi 300,028. Jimbo la Msalala lina wapiga kura waliojiandikisha kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wa mwezi Oktoba, wananchi 157,797. Ina wananchi 157,797. Hawa ndio wanaoenda kutuchagua, hawa ndio tunaopaswa kuwalenga. Kwa bahati mbaya, siasa ambazo zimekuwepo ni za kutokuwatazama hawa kwa wingi wao. Unakuta mtu katika kata nzima anashughulika na viongozi wa CCM wawili. Unasikia huyu anamjengea nyumba, huyu amempa hiki, yule amempa kile. Ni kweli tunapenda kwamba chama kisaidiwe, ni jambo jema. Lakini hivi ni kweli chama kinasaidiwa? Kwa sababu kukisaidia chama, unaleta kitu, unakabidhi kwenye chama kikiwa na nembo ya chama na kadi ya chombo hicho inaandikwa CCM. Vyombo vya usafiri vilivyotolewa Msalala, kadi zake zimeandikwa nani? Hivi ni vya CCM kweli? Wamepewa wote. Siasa za hivyo mimi naziona hazifai. Lakini lingine ni swala la ulinzi wa rasilimali za asili zilizoko kwenye jimbo la Msalala. Sisi tukiwa wabunge kipindi hicho tulipigania sana wananchi wanyonge wadurusiwe, kwa mfano kuchimba madini kwenye eneo lao. Maeneo mengi yaliyokuwa yana madini yalikuwa yameshikiliwa na makampuni ya kizungu, walikuwa hawaruhusiwi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunalenga sana kuhakikisha kwamba watu mmoja mmoja na kupitia vikundi vyao waweze kupewa nafasi. Na tunashukuru eneo la Rwabakanga lilikuwa ndani ya leseni ya Bariki, likaachiwa watu waruhusiwe kuchimba. Eneo la kijiji cha Busurwangiri lilikuwa ndani ya leseni ya Bariki ya utafiti, tukalipigania, wananchi wakaachiwa. Eneo la kijiji sasa hivi ni kijiji cha Nyangalata, kata ya Lunguya, lilikuwa ndani ya leseni, likaachiwa. Eneo la Kalole likaachiwa. Eneo la Mwazimba likaachiwa. Eneo la Ntambarare lilikuwa linafanywa utafiti na kampuni inaitwa Lion Town Limited ya Australia, likaachiwa. Eneo la Bushimangira lilikuwa linashikiliwa na hiyo kampuni, likaachiwa. Kwa kufanya hivyo tumetengeneza matajiri wengi Msalala. Ukifika leo Segese, nyumba nzuri, barabara, baa, loji, biashara nyingi zimetokana na fursa hizo zilizopatikana. Sasa shida ambayo imekuwepo kwa sasa hivi, limeanza kuja wimbi la wananchi kwa ujumla wao kupunguziwa hiyo nafasi, kuibuka watu wachache ambao ni wapambe wa viongozi na viongozi wenyewe kupata nafasi zile na kuanza kufanya kazi. Viongozi wanatajirika, halafu wanakuja wanaanza kuambia wananchi kwamba mimi nina hela. Utakosaje wakati fursa ya kutajirika umeipata? Na lengo lilikuwa ni kupata fursa ya kutajirika. Kwani mimi ningetaka kutajirika yale maeneo ambayo niliwapigania wananchi, yote yale maeneo niliwapigania wananchi, ningeshindwa mimi kutajirika? Kwa hiyo siasa za namna zisizolenga wananchi wengi walio wanyonge, ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi nembo yake ni chama cha wakulima na wafanyakazi wanyonge. Hatutaki na hatupendi
kuona wananchi wanyonge wanasimangwa kwa unyonge wao, wanakejeliwa kwa unyonge wao, wanatishiwa maburungutu ya fedha kwa unyonge wao. Viongozi ambao wanatakiwa wapambane na ule unyonge wanatumia unyonge wao kuwasimanga na kuambia kwamba sisi tuna uwezo wa kuwasaidia. Wanataka kuwafanya wananchi wawe mifugo, kama tunavyowafuga kuku, kama unavyowafuga nguruwe, kama unavyowafuga mbuzi, kwamba unawakatia majani unawapa, kwamba wewe na marafiki zako utumie fursa za kiuchumi zilizoko kwenye eneo lako, halafu ujimilikishe wewe na marafiki zako, halafu uanze kuwa unawapa, halafu wao wawe watu wa kukupigia makofi. Ninataka wananchi tuwape hiyo nafasi. Sisi tunataka kuwarejeshea uwezo wa wao wenyewe kutumia rasilimali zao na kutajirika. Wao wataamua wanapenda mfumo upi. Watajirika viongozi wawagawie au watajirike wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niseme hayo ni machache. Ningeweza kusema mengi, lakini nitasema muda wa kampeni ukifika. Lakini kilichonisukuma ni kuleta umoja kwenye jimbo, ni kujibu baadhi ya maeneo yanayopotoshwa makusudi, kuonyesha kwamba hakuna kilichofanyika wakati tumefanya kazi kubwa. Lakini pia kujaribu kwa sehemu kubwa kuonyesha kwamba tunatakiwa tupambane au tutengeneze siasa zinazoshirikisha watu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.